UWT moto moto. Ndugu Katibu Mkuu na viongozi wote, nichukue nafasi hii kwanza kabisa kukushukuru wewe pamoja na uongozi mzima wa UWT Taifa kwa kuona ninastahili kuambatana nanyi kufanya kazi hii kubwa ya uimarishaji na usimamizi wa jumuiya yetu ya kina mama. Baada ya salamu hizo, ndugu Katibu Mkuu, ulinipa nafasi ya kwenda katika wilaya ya Kiteto na baadaye kwenda katika wilaya yangu mwenyewe, ukanipa nafasi ya kujikagua. Ndugu Katibu Mkuu, nikianza na wilaya ya Kiteto. Ndugu Katibu Mkuu, kwanza nichukue nafasi ya kuwapongeza umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi. Ndugu Katibu Mkuu, unapoingia kwenye wilaya yoyote tunawakuta vijana, na mimi nilipokwenda nimewakuta vijana wakiwa timamu na hawakuchoka kwa muda wote mpaka ninaondoka. Ndugu Katibu Mkuu, lakini nipongeze mapokezi makubwa kwa watu wa Kiteto. Hawakusema mimi ni mwakilishi. Nilijiona nimekuwa katibu mkuu ghafla. Na washukuru, walinipa zawadi za kutosha, lakini walinipa salamu zako pia za zawadi. Ninakwenda katika utendaji kazi. Ndugu Katibu Mkuu, katika wilaya ya Kiteto, kwanza hali ya kisiasa, kuna ushirikiano mkubwa sana kati ya chama na serikali na wananchi. Lakini ndugu Katibu Mkuu, nilianza mapema kabisa tulipofika kwenda kukagua nyumba ya mtendaji wetu. Ujenzi wa nyumba upo vizuri sana, wameshapaua, wamebakiza kidogo waweze kukamilisha. Lakini katika hiyo kidogo kukamilisha kwao, mipango yao mimi nimejiridhisha, ninaiona malengo yao yanaweza kufika. Ndugu Katibu Mkuu, wilaya ya Kiteto kwa mkoa wetu wa Manyara, mimi nina jimbo, lakini nataka kukwambia ndugu Katibu Mkuu, kwa upande wa vikundi, utoaji wa 10%, wilaya ya Kiteto ndani ya mkoa wa Manyara wanaongoza. Hivi karibuni Mwenge wa Uhuru ulipita ndani ya mkoa wetu, lakini wilaya ya Kiteto mpaka sasa ndiyo ya kwanza iliyochukuliwa mfano wa kitaifa kwa kufanya vizuri katika mikopo. Ndugu Katibu Mkuu, kuna utoaji wa mikopo, lakini lengo la Mheshimiwa Rais ni kuhakikisha kwamba pamoja na kuwapa mikopo, wajasiriamali hawa wadogo ambao hawana mitaji mikubwa, wao pia wana uwezo wa kufanya kazi za serikali, ikiwemo utangazaji wa tenda mbalimbali. Tenda zote ndugu Katibu Mkuu, ili uweze kupata katika mfumo wa serikali, tunafahamu zinatolewa katika mfumo wa NeST. Wilaya ya Kiteto imefanikiwa kutoa mikopo pamoja na kuwaunga kwenye NeST vikundi vyao. Ndugu Katibu Mkuu, hili ni la mfano wa kuigwa na la kuondoka nalo, ili maeneo mengine pia yaweze kuhakikisha kwamba azma, ndoto za Dr. Samia Suluhu Hassan za kuhakikisha wale waliokuwa chini wananyanyuka juu kiuchumi zinakwenda kufanikiwa kwa kuweza kumiliki makampuni makubwa na kuweza kuchukua tenda mbalimbali za serikali. Lakini ndugu Katibu Mkuu, pamoja na hayo, katika vikundi vyote ambavyo nimepita, vikundi vyote vimefanikiwa kuchukua na kurejesha, na sasa wako katika awamu ya pili. Ndugu Katibu Mkuu, amani na utulivu Kiteto imetawala. Kuko shwari, kazi zinaendelea.
Ndugu Katibu Mkuu, ulipaji wa ada upo chini, na bahati mbaya sana kwa watu wa Kiteto kwa sasa ni msimu wa mavuno na wamevuna sana, lakini pia wanawake wa Kiteto hawajakataa kulipa ada. Changamoto ambayo nimekutana nayo, kumekuwa kuna changamoto benki yetu ya CRDB ambapo fedha hizi zinapelekwa. Kwa hiyo nilisema ni kuwasilishie hilo ndilo tulilokutana nalo, kwamba wamekuwa wakikutana na mkingamo benki, wanaweza wakachukua hata siku 4. Ukifika unarudi, ukifika unarudi. Sasa kwa kiwango cha ada, mwanachama akienda akarudi, maana yake hawezi kurudi tena, anaendelea na shughuli zingine. Ndugu Katibu Mkuu, nimalizie kwa wilaya yetu ya Hanang'. Ndugu Katibu Mkuu, umefika, umeona, na daktari hana uwezo mzuri sana wa kujifanyia operation. Kwa sababu tulikwenda wote, nitaomba tathmini ya Hanang' uweze kuitoa wewe mwenyewe, ili niwe nimewatendea haki watu wa Kiteto kule ambapo nilituma nikawasilisha. Ndugu Katibu Mkuu, kina mama wana furaha, wana amani, wana upendo, wanampenda Dr. Samia Suluhu Hassan. Na wewe Katibu Mkuu umejishuhudia hapa, ni mwendo wa mashindano tu, vitenge, mavazi, sijui nini, hali kadhalika hata kwenye matawi yetu. Ndugu Katibu Mkuu, tunao ardhi ya kutosha, tunao wamama chapakazi. Ndugu Katibu Mkuu, tunataka kukuhakikishia, mimi binafsi mmeniteua kuwa katika timu yenu, lakini siwezi kuendelea kukagua kwingine bila kuhakikisha huku kwangu yale ambayo tunapitia, tunaungana na wenzangu, tunashirikiana katika mawazo, na tunaweza kuwa mkoa ambao utakaofanya vizuri sana katika hayo ya nesti na mambo mengine kwa wanawake. Tunaye mkuu wa mkoa mzuri sana, tunao wakuu wa wilaya wenye ushirikiano, tuna wakurugenzi wazuri sana katika mkoa huu, tunaoongea lugha moja, na hili tunaye mtendaji mkuu wa chama hapa. Katibu wetu wa CCM wa mkoa ni mfuatiliaji mzuri, na bahati nzuri mimi pia ni mjumbe wa kamati ya siasa ya mkoa huu. Tutaungana, tutashirikiana kupitia mwenyekiti wa UWT kuhakikisha mkoa wetu upo imara kiuchumi. Baada ya kusema hayo, ndugu Katibu Mkuu, nakushukuru kwa kunipatia nafasi. Tunakupenda sana. Mwenyezi Mungu akubariki sana. Nimefurahi kupangwa na wenzangu, dada yangu Jasmine pamoja na ndugu yetu Pili. Ndugu Katibu Mkuu, unaye msaidizi wako Pili. Ndugu Katibu Mkuu, katika umri wangu najivunia, Pili ni zao langu, nimemlea mwenyewe. Nikiwa katibu wa vijana wa mkoa wa Dodoma, Pili alikuwa mwanafunzi wa chuo kikuu, lakini kila matukio yote nikifanya, Pili alikuwa binti yangu wa mstari wa mbele. Ninashukuru sana. Leo najivunia pia kwamba na mimi kumbe nimelea, najiona nimekuwa mkubwa. Ndugu Katibu Mkuu, nakushukuru kwa kunipatia nafasi. Mwenyezi Mungu akubariki sana.